Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Ili kujua ukweli wa malalamiko haya. Katika maadhimisho ya miaka 58 ya uhuru yaliyofanyika kitaifa jijini Mwanza, Rais Magufuli aliwasamehe wafungwa 5533 kati ya wafungwa 17547 walioko magerezani. Tunampongeza rais kwa hatua hiyo. Pia alieleza anasikitishwa na idadi kubwa ya mahabusu wapatao 18256. Kati ya mahabusu hao wako mashehe waliowekwa ndani kwa zaidi ya miaka 6 na ambao kesi zao zinasuasua mahakamani kwa kukosa ushahidi. Tunamuomba na kumshauri Rais Magufuli kuwaachia Sheikh Mselem, Sheikh Faridi na wenzake waweze kuungana na familia zao na kusherehekea mwaka mpya wa 2020. Na swala la mahabusu kukaa muda mrefu bila kesi zao kusikilizwa liweze kuondolewa. Hitimisho. Kesho tunamaliza muda wa miaka ya 210. Chama cha CUF ni muumini wa demokrasia na haki sawa kwa wote. Tunajipanga kuweka wagombea nchi nzima katika ngazi zote za madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani, wawakilishi na rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunawaomba Watanzania wote tuwe imara katika kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu wa 2020 unakuwa huru na wa haki. Hii ni nchi yetu sote. Ni wajibu wetu tushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa 2020 na tuchague viongozi watakaojenga amani ya kweli ambayo msingi wake ni haki na kujenga uchumi unaoongeza ajira na kuwapa furaha wananchi wote. Na watakia Watanzania heri na fanaka ya mwaka 2020 na sote tuwe ngangari kinoma katika kudai uchaguzi huru na wa haki mwaka 2020. Asanteni sana. Mambo ya uchumi na demokrasia, na pamekuwa na mjadala mkubwa sana katika swala zima la demokrasia na maendeleo ya kiuchumi. Unapokuwa na demokrasia unajenga misingi mizuri ya maendeleo ya kiuchumi yaliyoendelevu. Kwa nini unajenga misingi mizuri? Kwa sababu demokrasia inaruhusu kukosoa mahala ambapo watu walioko ndani ya serikali, walioko ndani ya madaraka wanafanya makosa. Unaweza ukaanzisha unaweza ukaanzisha sera ambazo zikawa na matatizo makubwa katika nchi. Tawapeni mfano, na sisi tuliopitia katika siasa za kushoto tulikuwa tunaliunga mkono sana swala hili mpaka baadaye tukaja kuelezwa yaliyotokea. Uchina wakati wa Mao Zedong kulikuwa na sera iliyokuwa ikiitwa kwa Kiingereza the Great Leap Forward, kwamba kupiga hatua kubwa mbele, ambayo ilikuwa mwaka 58 mpaka 60, ambapo ilihusisha na masuala ya kuingia katika vijiji na kuanzisha viwanda vya kutengeneza chuma sehemu mbalimbali. Sasa wakati ule wa Great Leap Forward kulitokea njaa Uchina. Baada ya Chairman Mao kufariki, ikatoka taarifa kwamba katika kipindi hicho cha 58-60 kuna Wachina
hauna mfumo wa demokrasia unaoruhusu wakubwa kukosolewa, unaweza ukaingia katika miradi ambayo haina tija. Na kuna mchumi asili ya Muhindi, Amartya Sen, amepewa tuzo ya uchumi ya Nobel Prize kwa kazi aliyoifanya, ambaye ameeleza kwamba hakuna eneo ambalo limepata njaa watu wakapoteza maisha kama kuna uhuru wa vyombo vya habari na kuna demokrasia. Panaweza kuwa na upungufu wa chakula, lakini pakiwa na demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari, kama watu wataathirika, taarifa hiyo itatolewa na serikali itachukua madaraka, itachukua hatua za kuweza kukabiliana na tatizo hilo. Lakini kama hakuna demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari, watu wanaweza kufa, pamoja na kwamba chakula kimo ndani ya nchi. Kwa hiyo demokrasia ni nyenzo muhimu ya kujenga uchumi endelevu. Na kuna mchumi mmoja ambaye maarufu, Daron Acemoglu, yuko katika chuo kikuu cha MIT, ameandika katika maandishi yake na katika utafiti wake, anaonyesha kwamba nchi ambazo zina mfumo wa demokrasia, zina utaratibu mzuri wa sera zinazotabirika, zinaheshimu, zina institutions ama taasisi, kwamba mambo yanakwenda kwa kufuata taratibu za kitaasisi, maamuzi yanafuata taratibu za kitaasisi, zinapiga hatua kubwa za maendeleo. Tatizo la viongozi ambao wanadhani wao wanajua kila kitu, naweza ukajikuta kwamba leo unaweza ukashtuka kwenye unazungumza na vyombo vya habari ukatoa sera hapo bila hiyo sera kuwa imefanywa uchambuzi, imetazama kwamba ina manufaa gani. Sasa maamuzi kama hayo hayawezi yakajenga uchumi endelevu. Hata hivi sasa nikueleza kwamba sisi tunasema kwamba uchumi wetu unakuwa kwa 7.1. Wengine wamepitia hizo zote takwimu, wanaona hapana, mbona bidhaa za nchi za nje zimepungua? Mbona ukusanyaji wa kodi haufikii malengo yenu? Mbona mikopo haitolewi kwenye sekta binafsi? Kwa hiyo wamefanya wametazama, wao wanaona kwamba uchumi huu unakuwa kwa 5.4 na sio 7.1. Kuwa na uhuru, demokrasia inajenga misingi mizuri ya kuwa na sera zinazotabirika. Wawekezaji, wafanyabiashara wanakuwa na imani kwamba katika uwekezaji wao hawataporwa, wakifuata sheria hawatakuwa na matatizo, na hivyo kuweza kuongeza ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo mimi napinga kabisa kwamba demokrasia ni kikwazo katika kukuza uchumi. Demokrasia ni nyenzo ya kukuza uchumi wenye manufaa kwa wananchi wote. Hili kwanza tumekuwa tunawakilisha wagombea wetu, na wagombea wetu kama wagombea wa kijiji, kwa kweli tuweze kujipanga katika kijiji, katika kata na vijiji 3-4. Kati ya wagombea wetu walioshiriki kujitokeza, waweze kujitokeza kuwa wagombea wa udiwani. Tunataka waweze kuwa wagombea wa udiwani, tuweze kujipanga katika kuelekea uchaguzi mkuu wa 2020. Na sisi tunachukua hatua kama hizi za kuyazungumzia haya umuhimu wa demokrasia, lakini pia hatua za kuweza kuwasiliana na vyombo mbalimbali kuhakikisha kwamba yaliyotokea katika uchaguzi wa 2019 hayatokei kwenye uchaguzi mkuu. Sasa ikiwa katika hali hii
ukianza kusema kwamba ukifanya hivi tunafanya hivi, ukifanya hivi tunafanya hivi, utajikuta kwamba lile lengo lako hauwezi ukalifanikisha. Sasa lengo letu hivi sasa kwa nia safi kabisa kwamba hii ni nchi yetu sote, uchaguzi wa 2020 uweze kuwa uchaguzi ulio huru na wa haki, wananchi wapewe fursa ya kupiga kura, na kwamba sisi wenyewe kama wananchi, ikiwa pamoja na nyie waandishi wa habari ndio wadau wakubwa, na kama nimeeleza kwamba tunasifia, wakati mwingine wanazungumza mambo ya msingi hayaandikwi, yanaandikwa ya kusifia, ama inawekwa au nani au ile kichwa cha habari kinaweka kichwa cha habari cha namna fulani, na nyie pia kuwa hizi bakora nazo na nyie mnazikwepa kidogo, kwa mambo yanakuwa magumu. Lakini sisi sote, hii ni nchi yetu sote, hii ni nchi yetu sote. Mambo yakiharibika, sisi sote tutaathirika. Kwa hiyo sisi sote tuna wajibu, na ndugu zangu waandishi wa habari ndio mna wajibu mkubwa, kwa sababu nyie ndio mnaoelimisha umma, kuhakikisha kwamba tunaweka taratibu nzuri, tunaweka hoja za msingi, uchaguzi 2020 uweze kuwa uchaguzi ulio huru na wa haki. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.